Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi, kitu ambacho ni nambari moja katika kuhakikisha kwamba kinakufahamisha na kinakupatia taarifa za kikweli kuhusu yale ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Sasa msikilizaji, karibu niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka siku ya leo, lakini pia nikupatie uchambuzi wa kina na tuweze kuhakikisha kwamba tunapata kufahamika. Msikilizaji, nina taarifa cha kwanza kufuatia kifo cha mfanyabiashara maarufu wa madini aliyetekwa na baadaye kuuawa kisha akatupwa msituni katika wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Nina taarifa ya familia wakiweza kuzungumza na kuweza kutoa taarifa za kile ambacho kiliweza kutokea mpaka ikaweza kufikia kwamba Bwana Abdilla Mussa ambaye ni maarufu kwa jina la Banjo ameweza kukumbana na maiti yake. Kwa hivyo msikilizaji, nitaweza kuhakikisha kwamba napata kukusikiliza na unapata kuelewa kile ambacho kimetokea kutokana na swala hili mzima la kutekwa, kuuawa na kutupwa eneo la pori. Weza kupata kwamba ni kipi kiliweza kutokea mpaka ikaweza kufika pale. Lakini kabla niweze kukuchezea msikilizaji sauti hiyo, aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Bwana Godbless Lema amepata pia kutoa tamko lake siku ya leo kuhusu kutekwa, kuuawa na kutupwa kwa bwana huyu ambaye ni mfanyabiashara wa madini katika eneo la Arusha. Msikilizaji, Bwana Lema ameweza kutuma ujumbe mzito wa maombolezo kupitia ukurasa wake wa Instagram, na katika ujumbe wake akasema hivi: ameonyesha masikitiko makubwa na kukumbusha mchango wa marehemu katika masuala ya kisiasa, akiandika hivi: Banjo, umeuawa na kukumbuka sana. Ulikuwa mstari wa mbele sana katika kumsaidia Batlida Burihani kushinda uchaguzi Arusha mwaka 2010. Mstari wa mbele sana. Tumefika pabaya. Maisha ya mwanadamu yamekuwa na dhamani ndogo kuliko maisha ya panya. Tumezoea ukatili wa mauaji kama sehemu ya maisha. Tumehalalisha hofu na ubaya. Hakuna aliye salama katika nchi inayodharau uhai. Leo ni yeye, kesho ni mimi, kesho kutwa ni wewe. Taifa hufa polepole watu wake wanapokubali maovu kuwa kawaida. Naogopa sana taifa la visasi. Msikilizaji, mjumbe huyu aliyekuwa mjumbe wa Arusha mjini ameweza kusema kwamba taifa la Tanzania, msikilizaji, limeweza kuhalalisha maovu na kuyaona kama jambo la kawaida ambalo linashuhudiwa tu kwa maisha ya binadamu. Jambo ambalo limefanya msikilizaji niweze kukusomea taarifa hii ni hichi kifungu alichoweza kukiandika cha mwisho hapa. Akasema kwamba hakuna aliyesalama katika nchi iliyodharau uhai. Leo atakuwa ni yeye, kesho ni mimi, kesho kutwa itakuwa ni wewe. Taifa hufa polepole pale watu wake wanapokubali maovu kuwa kawaida. Naogopa taifa la visasi. Msikilizaji, bwana huyu ameweza kufafanua na kukupatia taswira ya taifa la Tanzania na jinsi watu wanaweza kuchukulia swala la uhai kama kitu ambacho hakina maana. Bila shaka msikilizaji, taifa linapochukua mkondo kama huo, hauna
picha ya mbele sana katika taifa kama hili, kwa sababu ikiwa kuua imekuwa kama ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo lina uhalali katika nchi kama hii, ni jambo ambalo linafanywa na hamna chochote kinatokea, bila shaka hamna ambaye anaonekana kusogeshwa na jambo kama hilo. Bila shaka ni kwamba viongozi wamekubali kwamba taifa liwe hivyo. Na ikiwa taifa litachukua mkondo huo, msikilizaji, ina maana maisha yatakosa maana, na kwa hivyo mtu yeyote anaweza kupotezwa. Bila shaka nchi hiyo haiwezi kuwa nchi ambayo itaweza kustahimili vizazi ambavyo vinakuja kutokea. Bwana huyu aliweza kusema hivi pia: tumefika pabaya, maisha ya mwanadamu yamekuwa na thamani ndogo kuliko maisha ya panya. Tumezoea ukatili na mauaji kama sehemu ya maisha. Tumehalalisha hofu na ubaya. Msikilizaji, katika siku za hivi punde, maovu ni kama yanachukua tu nafasi ya ubora katika nchi ya Tanzania, kwa sababu tangia Oktoba 29, siku iliyoweza kushuhudia uchaguzi nchini Tanzania, pametokea na taarifa nyingi za vifo ambavyo kwamba havifuatiliwi kikamilifu, na bila kufanya hivyo, waliopoteza, waliouawa na waliosababishiwa uchungu hawapati haki. Na kwa sababu vitendo hivi vimetekelezwa na serikali, hamna mtu ambaye anafuatilia kuelewa kile ambacho kiliweza kuendelea, kwa sababu serikali inang'ang'ana kufunika maovu ili kwamba serikali isije ikaonekana kwamba ina matatizo. Na sasa hichi kimesababisha kwamba vifo vinasababishwa na maovu yamehalalishwa kwamba ni mambo ya kawaida, na jambo hili linaendelea kuharibu uhalali wa maisha ya wananchi katika nchi ya Tanzania. Na sasa mpaka bwana huyu ameweza kutekwa, akauawa, na pia akaweza kutupwa katika pori tu. Na bila shaka taarifa ya polisi iliweza kusema kwamba wanafanya utafiti na hakuna ripoti ambayo imeweza kutolewa kuhusu ufahamu ama kupatikana kwa yeyote ambaye aliweza kutekeleza masuala yale. Bila shaka msikilizaji, kama alivyokutokezea bwana huyu, ni kwamba Bwana Musa Abdilla alijihusisha na masuala ya kisiasa. Mara nyingi wafanyabiashara wanajihusisha kwa njia ya kutoa ufadhili, kwa njia ya kutoa maono, na pia kwa njia ya kushirikiana na wale ambao wanahisi kwamba wana deserve ile nafasi ya uongozi. Na kwa hivyo bwana huyu aliweza kujihusisha, kwa sababu bwana Lema ameweza kututajia kwamba mwaka 2010 bwana huyu alikuwa katika mstari wa mbele kusaidia anayeitwa Batlinda Burihani kushinda uchaguzi wa Arusha mwaka 2010. Kwa hivyo ni bwana ambaye angejihusisha na masuala ya kisiasa kwa sababu ya kusapoti na kwa sababu ya kuweza kusimama na wale watu ambao wanahisi kwamba wanaweza kuliongoza taifa vyema. Na bila shaka ni kati ya mambo ambayo yameweza kumsababishia
kupoteza maisha yake. Msikilizaji, naomba uweze kusikiliza. Kwa majina naitwa Musa Abdillahi, mtoto wa Abdillahi Musa almaruf Banjo. Baada ya jana kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari, usiku tulipokea simu na kupata taarifa kwamba kuna mwili wa mwanaume ulitupwa Bereko, Kondoa. Tukafanya taratibu za kuja kukagua kama ni wa mpendwa wetu. Kwa bahati mbaya tumekuta ni yeye, na mwili ulitupwa katikati ya pori ambapo tumekutana jeraha kichwani, macho pia hayako kwenye hali nzuri, mkono umevunjika. Na sasa tuko hapa kwa Bereko tunafanya process za kuweza kuchukua mwili wetu wa mpendwa wetu, baba yangu Abdillahi Musa Banjo, na kuanza taratibu za mazishi ambazo zitafanyika kesho Arusha Sanawari saa 7 mchana. Familia yake, mtoto wake alipoweza kuzungumza kuhusu kilichoweza kumtokea mpaka akaweza kukumbana na mauti yake. Na kukaribisha, endeleeni kupiga subscription na kufuatilia kituo chetu. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninakusogeshea karibu yale ambayo yanaendelea kutokea.